Lakini jambo la mwisho la kisharia hili, kuna watu wanawapangisha, yani wao ni wenye nyumba, lakini katika kuwa wao wenye nyumba wamewapangisha kwao ndugu zetu hawa ambao ni Wakristo, alafu unafika mwezi wa Ramadhani, yeye mtu huyo anataka ya kwamba amuamrishe mpaka huyu mpangaji wake ambaye si Muislam afunge mwezi mtukufu wa Ramadhani. Haipo hiyo, haipo kisheria. Mwache ale, kwa sababu yeye hakalfishwi na sharia kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wale ambao tunawapangisha ndugu zetu wa Kristo katika majumba yetu, basi tuwaache wale mchana wa Ramadhani, kwa sababu hawahusiki na saumu yako wewe. Hiyo saumu ya Ramadhani hauhusiki kabisa kabisa, hawamo. Waache wale. Na hili swala kuficha kwamba na wao pia wajifiche vipi? Hakuna hiyo. Hiyo ni ihtiramu tu, heshima tu, kutengeneza heshima, lakini waachwe wale mchana kweupe wale, kwa sababu la yukallafun, wao hawajakalfishwa na sharia kwamba lazima wafunge mwezi mtukufu wa Ramadhani. Unajua masharti ya kusihi kwa saumu ya Ramadhani, moja wapo al-Islam, ni mtu kuwa Muislamu. Sasa yule ambaye yeye bado hajawa Muislamu huwezi kumkalifisha, kwa sababu tu ni mpangaji wako, unaishi naye nyumbani kwako, bana hapa bana hakuna kula mchana hapa hii nyumba yangu hii takupa notisi. Hakuna hiyo, hakuna vitu vya namna hiyo. Waacheni watu wakae kwa furaha zao wale. Ndio mambo jinsi yalivyo, inshallah biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Kuna wale watu ambao wanaoshwa figo, dialysis, yani wanafanywa hivyo, yahtajuna litawidhi sawail wal amlah. Hawa ni watu ambao natakiwa wasafishwe na wawe katika hali ambayo ilikuwa safi kabisa. Na hawa ndio watu ambao wanatumia baadhi ya madawa kwa ajili ya kuwanusuru. Sasa anafungaje huyu mtu? Kwa hiyo asiache kutumia dawa kwa sababu ya saumu, bali inatakiwa aache saumu kwa sababu ya afya yake kwa kutumia dawa. Ndivyo jinsi ilivyo. Yani asiache saumu kwa sababu yani asiache kutumia dawa kwa sababu ya saumu ya Ramadhani, bali atumie dawa, anaiache saumu. Ndio ucha Mungu unakuwa kwa mtu huyu biidhnillah subhanahu wa ta'ala. La mwisho, tarakumus sumum. Ukiacha kula wewe ambaye una tatizo la figo, basi sumu itagandamana katika mwili wako. Ghairul qadiratin ala filter, na figo itakuwa halina uwezo wa kuchuja tena. La tastati'u taamul ma nataji alhadmi alburtinat. Hapo sasa haitawezekana tena kwa figo kuweza kufanya kazi zake, na hata kupasua na kumengenya protini, figo inakuwa haiwezi. Mimma yarfa'u nisbatul urea wa sumumi aljismi, jambo ambalo itakayopelekea kiwango cha uric acid itakuwa nyingi sana katika mwili, na hali hiyo mwili mzima utakuwa na sumu. Ndio unaweza kuona mtu miguu inavimba, tumbo linajaa. Hii ni uric acid ambayo ni hatari sana. Siku moja alikuja mtu mmoja, tukamtazama, ukimwangalia tu unamuona uric acid ishakuwa nyingi sana. Ambia huyu mpelekeni haraka hospitalini, la sivyo mtamkosa. Wakadilei wale watu, baada ya masaa mawili kweli yule mtu alifariki. Kwa hiyo lazima kuwa makini sana na haya maradhi. Ndugu zangu, haya ni maradhi ya fashlul kila, kwa maana kufeli kwa figo. Ukiwa nayo maradhi haya, na tutaorodhesha hapa maradhi yote yale ambayo mtu ukiwa nayo inatakiwa ule katika mwezi mtukufu wa Ramadhani katika jukwaa lijalo inshallah biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Tumeeleza maradhi moja, maana kuna maradhi ya moyo ni hatari sana, hatari mno, yanatisha. Lakini kadhalika hapo maradhi ya mapafu, taliful kila, yani talifu alkabid, aiywa, kwa maana ile cirrhosis ya maini yanakuwa yanasinyaa. Lakini kuna wale wana kabidul wabai, wana appetitis wale na mfano wa hayo. Hawa inatakiwa pia tutakuja kulieleza darasa lake kwa umakini, tuone hawa wanafungaje au hawataki kufunga kwa hali gani. Kwa hiyo tunawaambia wale ambao wapo katika hali za namna hii, kuleni mchana wa Ramadhani, ndio ucha Mungu kwenu. Kuleni, kula kabisa mchana wa Ramadhani. Ndugu zangu, yapo maradhi takriban yanafika maradhi 28 ambayo ukiwa nayo hayo maradhi, wewe mwezi wa Ramadhani kula tu mchana wa mwezi wa Ramadhani, usifunge. Itakuletea shida kama utachukua fursa ya kufunga. Mmoja
Katika hayo maradhi ni amradul fashli alkulyawi, ni kwa wale ambao wana tatizo la maradhi ya kufeli kwa figo. Yani mtu figo zako zikiwa zimefeli, basi muhimu sana katika mwezi wa Ramadhani kwako ni kula mchana wa mwezi wa Ramadhani. Sasa hukumu yake ni nini? Baada ya kuwa unakula mwezi wa Ramadhani utafanya nini? Hilo ni jambo lingine. Kwanza nazungumzia maradhi ambayo ukiwa nayo inatakiwa ule mchana wa mwezi wa Ramadhani. Ndio Mwenyezi Mungu anasema faman kana minkum maridan au ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra. Allah subhanahu wa ta'ala anasema yoyote yule ambaye atakayefikiwa na mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini mtu huyo akawa ni mgonjwa, ugonjwa ambao hawezi kufunga kutokana na masharti ya ugonjwa wenyewe, au akiwa safarini, basi ale, kisha baada ya kupona au akifika safari huko anapokwenda atalipa katika masiku yajayo. Uislamu ni mwepesi sana. Sasa tamna'u al-amradu shadidatu wal muzminatu siyam, maradhi mazito na yale ambayo yanaweza kumwandama mwanadamu kwa muda mrefu yana uwezo wa kumziwia mtu huyo kufunga, idha kana yusabbibu dararan muakkadan, ikiwa tendo la mtu huyo kufunga linaweza likampelekea mtu huyu kupata madhara mazito, basi huyu anaruhusiwa ale mchana wa mwezi wa Ramadhani. Au yazidu almarad, au inawezekana ikawa mtu ana maradhi, anapofunga ndio maradhi yanazidi, huyu inatakiwa ale. Au yaiqu shifa, au mtu akiwa na maradhi ambayo kama atafunga itapelekea ugumu wa kupona kwa maradhi hayo, huyu sharia inamwambia ale. Ndio maana ukienda katika milango ya sharia utabaini ya kwamba kuna kitu cha msingi sana hapa katika zile shurutu. Yani masharti ya saumu, kuna shurutu siha, kuna masharti ya kuswihi kwa saumu yenyewe, na kuna shurutu al-adai, masharti ya kuitekeleza saumu yenyewe, na kuna shurutu al-wujub, kuna sharti za wajibu wa hiyo saumu yenyewe. Sasa miongoni mwa sharti za msingi ukienda katika shurutu al-wujub, kuna sharti ambazo ni wajibu, lakini inawezekana ikawa ni wajibu kwa mtu, lakini yani ni wajibu kufunga, lakini afya inamwambia wewe kwa namna ulivyo acha habari za kufunga. Kama jinsi ambavyo ilivyo, kuna wakati inawezekana ikawa ni wajibu kufunga, lakini sheria inakwambia kwa namna ulivyo wewe acha kufunga. Yani sheria inakukataza, inakwambia usifunge, na kuna mtu mwingine afya ndio inamwambia usifunge. Hizi zinaitwa shurutul wujub. Yani anawajibika kufunga, lakini sharti inamwambia wewe unaumwa, kwa maradhi unayoumwa haya hutakiwi kufunga. Kwa hiyo afya inamwambia usifunge. Lakini kuna mwingine ambaye ni wajibu kufunga, lakini sheria inamwambia usifunge. Yani afya anayo vizuri kabisa, lakini sheria inamwambia kwa wewe kufunga hapana. Kwa mfano, mtu akiwa na maradhi, lakini kuna yule mtu mwingine ambaye ni mwanamke yupo katika ada yake, ana uwezo wa kufunga, lakini sheria inamwambia wewe kufunga hapana, acha mpaka umalize, uwe tahara, uwe safi. Kwa hiyo afya inamwambia unaweza, lakini sheria inamwambia hatukuelewi. Lakini huyu mgonjwa, kwa maana afya inamwambia, yani sheria inamwambia inatakiwa ufunge, afya inamwambia hapana, kwa namna ulivyo wewe tulia, tuacha wengine watekeleze hiyo ibada ya saumu katika hali za namna hiyo. Wayashmulu dhalika alfashlu alkulyawi, mfano katika maradhi haya ya kufeli kwa figo. Nitaeleza kwa uchache kabisa, alafu kisha baada ya hapo tutakuwa tumepata angalau faida kidogo katika jukwaa letu, baada ya faida kubwa tuliyopata kutoka kwa mgeni wetu Sheikh Abubakari Kada. Sasa hii suala la kufeli kwa figo ni nini? Wa huwa halatun tibiyatun khatiratun tafqidu fiha alkila alqudrata ala tanqiyati dami min as-sumum, nayo ni hali ya hatari ambayo bila shaka inapelekea figo zinapoteza uwezo wa kusafisha damu kutokana na sumu za aina
mbalimbali. Figo ikipoteza utendaji wa kuweza kusafisha damu, basi ni hatari sana katika afya na maisha ya huyu mwanadamu, na huyu tunamwambia saumu kwako ni hatari. Hivyo kula mchana wa Ramadhani kwa usalama wa afya yako biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Hii damu inasafishwaje katika figo za mwanadamu? Tunasema tanqid alkila ad-damma bishaklin asasiyin fi qishrati alkila aljuz'i alkhariji. Bila shaka figo zinasafisha damu, na hasa katika sehemu zake za msingi mno ambazo zinasafishia damu ni katika sehemu inaitwa qishratul kila, kwa maana katika gamba la figo lenyewe, na kimaarifa tunaita aljuz'ul khariji, kwa maana sehemu ya nje ya figo ya huyu mwanadamu. Wa tahdidan, lakini kama hilo halitoshi, kadhalika vile vile dakhilan wahdatil mihjariya, kuna sehemu inaitwa wahdatun mihjariya, kimaarifa tunaziita an-nefronat, kwa maana zile nephrons ambao zinakuwa ni kama vile kajungio au kama vile chekecheo fulani, chujio fulani, ambayo kazi yake ni kuchuja hiyo damu. Nazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameziweka, wa hiya milioni fi kulli kila. Nazo hizi nefronat zinahesabika au zinatambulika hisabu yake kufikia milioni 1 katika kila figo ya huyu mwanadamu. Yani nefronati hizi zipo milioni 1 katika kila figo, na namna zilivyo ni kama jinsi ambavyo unavyoiona chujio namna inavyofanya kwa ajili ya kuichuja damu, bishaklin asasi almas'ulatun bishaklin asasi an tanqiyati dam, ambayo ni muhimu sana kwa ajili ya kusafisha damu biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Sio kusafisha damu peke yake tu, walmuwazanati sawailil jismi, lakini kadhalika na kupangilia mfumo wa zile sawail, yani asili ya ule unyevu ulio katika mwili wa huyu mwanadamu. Ni hizi nefronat ndizo ambazo zinazofanya kazi hiyo katika figo. Nataka tuone ni namna gani wewe ambaye una mashakili ya fashlul kulyawi, kama utafunga utapata madhara gani. Na ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema, yoyote ambaye atakayekuwa ni mgonjwa au yupo safarini asifunge mwezi wa Ramadhani, huyo atafunga baada ya kupona katika masiku mengine au baada ya kufika safari yake biidhnillah Subhanahu wa Ta'ala. Hapa sasa, kwa hiyo zile muwazana tu sawailil jismi, kwa maana kupangilia mfumo wa vile vimiminika katika mwili wa mwanadamu. Lakini kadhalika wa intajul baul, kadhalika vile vile nefronat ni muhimu sana kwa ajili ya kuchuja na kupatikana kitu kinachoitwa nini? Mkojo. Sasa katika hali za namna hiyo, na haya yanapatikana abran amaliyati tarshihi balazima dam, na hii ni kutokana na namna ya kuchujwa ile damu, na hapa panapatikana ile plasma ya damu. Baina ya plasma ya damu na damu yenyewe ndipo panapatikana kitu kinachoitwa nini? Albaulu, mkojo. Sasa katika hali za namna hii, wa i'adati imtisasil mawaddi ad-daruri, lakini hizo tarshihi, yani hizo ambazo ni an-nefronat, ndizo ambazo zinafanya kazi ya msingi kabisa vile vile kwa ajili ya kunyonya baadhi ya mawadi ambayo ni muhimu sana sana sana, na kuyarejesha tena katika mwili wa mwanadamu, ka glucose, kama vile kunyonya glucose. Nefronat katika figo zinachukua glucose, walma, na zinachukua kiwango cha maji yaliyo salama, wal amlahi, na kiwango cha chumvi, vinachukuliwa hivyo sasa vinarejeshwa tena katika mwili wa mwanadamu. Yani figo inafanya kazi zaidi ya 100 katika mwili wa mwanadamu. Lakini wa ifrazil fadalati nitrojoniya, lakini kadhalika na kuyatoa nje yale nini alfadalat, mabaki ambayo ya nitrogen, ambayo ndo tunapata mkojo, tunapata jasho na mfano wa hivyo, kama vile kuondosha aina ya hamdi inaitwa al-urea, kwa maana asidi inaitwa uric acid, ambayo ni hatari sana katika afya na maisha ya mwanadamu, wal karyatainin, lakini kadhalika na kuondosha mabaki ya kemikali. Figo ndo zinafanya kazi ya namna hiyo, yani lazima zinaondosha yani zinaondosha uric acid, lakini kadhalika zinaondosha mabaki ya kemikali katika mwili wa huyu mwanadamu, ili mwili ubaki kuwa salama. Wal adwiya, na hata madawa ya aina mbalimbali ambayo tunayokula ndani yake yana sumu, yana kemikali.
figo kazi yake ni kuchuja hiyo ili isibaki katika mwili wa mwanadamu, kwa sababu lau kama itabaki inaweza kuleta madhara makubwa sana, na wewe ukajikuta ni mtu ambaye unapoteza uhai wako. Allah anasema kwa yoyote yule ambaye atakayekuwa ni mgonjwa au yuko safarini na mwezi wa Ramadhani ukamkuta, basi huyo asifunge, bali atalipa masiku hayo aliyoyaachia katika masiku mengine baada ya kupona kwake biidhnillah subhanahu wa ta'ala.